بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Kuzanguni Waislamu, tupo katika mwezi wa Ramadhan mwaka 1447 Hijiria sawa na 2026 Miladia. Bila shaka tuko katika mwezi wa baraka, mwezi wa kheri, ambao makusudio ya mwezi huu ni watu kushikamana na taa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anataja aya suratul Baqara aya 183, mwisho akasema la'allakum tattaqun. Kwa makusudio ya kuswaumu mwezi wa Ramadhan ni ili muweze kuwa wacha Mungu. Nini maana ya swaumu? Wanasema huwa at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil-imsak 'anil akli wash-shurb, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiziwia kula na kunywa, wasairil mufattirat, na kila kinachoharibu swaumu, ma'a iqtirani niyya, pamoja na kuweka nini? Nia, kuambatanisha vitu hivyo na nia. Min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams, kuanzia kipindi alfajiri inachomoza hadi kuzama kwa jua. Min shakhsin makhsus bi sharaith makhsuswa, kwa mtu khaswa na sharti na masharti khaswa. Hii taarifa ametaja Imam al-Qurtubi rahimahullah kwenye tafsiri yake, vile vile Imam an-Nawawi rahimahullah kwenye al-Majmu', vile vile akaitaja Imam Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari, vile vile katika maasirin akaitaja al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah kwenye Asharh al-Mumti'. Kwa tunaona kuwa swaumu ni mtu kujiziwia kuanzia alfajiri hadi jua linapozama, ajikinge na vitu vyote ambavyo ni sababu ya kuharibu swaumu. Kwa katika muda huu inshallah tutazungumzia mufsidatu as-sawm, vitu ambavyo vinaharibu swaumu. Na inshallah tutazungumza kwenye kitabu Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi ad-Din cha al-Imam Abdurrahman as-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Sheikh rahimahullah anasema man aftara fa alayhi al-qada'u faqat, yeyote atakayefuturu, bimaana atakayefanya jambo la kuharibu swaumu, basi huyu siku hiyo atailipa peke yake bila kafara, atailipa tu siku hiyo. Ai idha kana ma'dhura, iko kama mtu kafanya jambo la kuharibu swaumu kwa udhuru, labda amekula kwa udhuru, labda kwa sababu alikuwa ni mgonjwa au kwa sababu alikuwa ni msafiri, huyu hiyo siku atailipa peke yake. Fala khilafa fi anna alayhi alqada, wa hakuna tofauti baina ya wanawazuoni kuwa huyo mtu siku hiyo atailipa peke yake. Li qawlihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema fa'iddatun min ayamin ukhra, huyo atalipa siku hiyo katika masiku mengine baada ya Ramadhani. Wa idha kana ghayra ma'dhur, na ikiwa kama mtu kafanya kinachoharibu swaumu pasina ya udhuru, amekula kwa makusudi au akaharibu saumu yake kwa makusudi, fadhahiru ikhtiyari al-musannif anna alayhi al-qada'u aidan,
kwa dhahiri ya chaguo la musannif rahimahullah, bimaana Sheikh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah, ni kuwa na mtu huyo atailipa hiyo siku peke yake. Ndio dhahiri ya chaguo la Sheikh rahimahullah, wa hadha madhhabu al-jumhur, na hiyo ndio madhehebu ya jumhur ya wengi katika wanazuoni. Huwa mtu akiharibu saumu yake, sawa atajaribu, au labda mtu akila au mtu akifanya chochote cha kinafanya saumu yake iharibike mchana wa Ramadhani, akiwa atakifanya kwa udhuru au kutokuwa na udhuru, huyo mtu atalipa siku hiyo. Isipokuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo tutaviona akifanya kwa makusudi atalipa na atoe kafara, lakini vingine vyote ambavyo havikuja dalili kuwa lazima atoe kafara, akiharibu ima kwa makusudi au kwa kutokukusudia, lazima atafanya nini? Atalipa hiyo siku peke yake pasina ya kafara. Idha kana fitruhu biakli, mfano mtu ikiwa kama ataharibu saumu yake kwa kula, هذا المفسد الأول من مفسدات الصوم وهو الأكل. Kinachoharibu saumu cha kwanza kabisa katika vitenguzi vya saumu ni kula, au bishurbin, au labda kwa kunywa. Wa hadha almufsidu athani wa huwa shurb, na hichi ni kitenguzi cha pili cha saumu, nacho ni kunywa. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما, na vile vile inaingia katika kula na kunywa kila kilichokuwa katika maana ya kunywa. Mfano zile sindano za chakula, zile sindano ambazo akikupiga ni za chakula, zile pia zinaingia katika nini? Katika vitenguzi vya saumu, vinaingia katika vitenguzi vya saumu. طيب, قال الإمام النووي رحمه الله, الإمام النووي anasema أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم وهو مقصود الصوم, ودليله الآية الكريمة والإجماع, وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. الإمام النووي رحمه الله kwenye المجموع anasema wamekubaliana wanawazuoni kunako uharamu wa kunywa, kunako uharamu wa kula na kunywa kwa yule aliyeswaumu, aliyekusudia swaumu, na dalili ya hilo ni aya tukufu na makubaliano ya wanawazuoni. Na katika wale ambao wamenukuu makubaliano ya wanawazuoni katika hilo ni al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala. Kwa tunaona kwa vitu vya kwanza ambavyo vinaharibu swaumu ni kula na kunywa. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, au qai'in amda, au kujitapikisha kwa makusudi, kujitapikisha kwa makusudi. Hii ni kauli ya Sheikh rahimahullah. والراجح ما ذهب إليه بعض العلماء أن القيء لا يفطر مطلقا, lakini kauli rajih ambayo wanawazuoni, baadhi ya wanawazuoni wamechukua kauli hiyo, ni kuwa kutapika hakuharibu swaumu mutlaqa, ma lam yarji shay'un ila jawfihi, madam ametapika lakini hakuna kilichorudia kwenye koo katika ile matapishi yake, haiharibu swaumu. قال بهذا القول من الصحابة أبو هريرة, katika waliozungumza kauli hii katika masahaba ni Abu Huraira. قال رضي الله عنه, amesema Allah mridhie, idha qaa fala yuftir, mtu anapotapika haribu swaumu, inma yukhriju wala yulij, kwa sababu anakuwa ametoa wala hajaingiza.
matapishi huwa yanatoka, hayaingii kinywani. Kwa hapa Abu Huraira akawa amezungumza kuwa kutapika hakuharibu swaumu, kutapika hakuharibu swaumu ya mja. Vile vile Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akasema, alfitru mimma dakhal wa laysa mimma yakhruj, kinachoharibu swaumu ni kile kinachoingia, sio kile kinachotoka. Sio kile ambacho kinachotoka. Ama ile hadithi ya Abu Huraira ambayo Mtume alayhi salatu wasallam anasema, man dhara'ahu alqay falaysa alayhi qada, yule ambaye atazidiwa na matapishi huyo hatolipa hiyo siku. Wa man istaqaa falyaqdi, ama yule ambaye atajitapikisha basi siku hiyo ailipe. Wanawazoni hadithi hii wakawa wamefanya nini? Wameidhoofisha, wanawazoni. Ukitazama kwenye kwenye at-talkhis al-habir, hadithi hiyo wameidhoofisha, Kwa hiyo haina nafasi katika mlango huu, Kwa hiyo bimaana kauli rajih ambayo kunayo baadhi ya wanawazuoni ni kuwa mtu kujitapikisha, sawa atajitapikisha kwa maksudi au atatapika bila kukusudia, hakuharibu swaumu, isipokuwa ikiwa kama atatapika kisha yale matapishi yake yakarejea tena kuingia kwenye kona kushuka, hapo swaumu itaharibika. Lakini madamu ametapika vikatoka bila kurudi, saumu yake inakuwa haijaharibika, sawa atakuwa amefanya kwa makusudi au hakufanya kwa makusudi. Kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, au hijama wa hiya al-mufsid ar-rabi' 'inda ba'dihim. Kwa hiyo hijama ni kitenguzi cha 4 kwa baadhi ya wanawazuoni. Waqad ikhtalafa al-ulama fiha kathira, wanawazuoni wengi wametofautiana mara nyingi katika hilo swala la ijama. Fa aktharu ahli al-ilm yarawna anna al-hijama la tufattir, lakini wengi katika wanawazuoni wanaona kuwa hijama haiharibu swaumu. Wayastadilluna bihadith ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم, kama ilivyokuja katika Bukhari. Kisha wenyewe wanastadili, dalili yao ni hadithi ya Ibn Abbas kuwa Mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kufanya hijama na yupo katika swaumu. Hiyo ndio hadithi yao. Vile vile wakaleta kauli ya Thabit al-Binani rahimahullah, qala su'ila Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, aliulizwa Anas ibn Malik Allah amridhi, akuntum takrahuna al-hijamata lis-sa'im ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nyie mlikuwa mnachukizwa, bimaana mlikuwa mkiharamisha kufanya hijama kwa yule aliyeswaumu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Qala la, Anas akasema hapana, illa min ajli ad-da'f, isipokuwa kwa ajili ya udhaifu. Bimaana yule mtu ambaye atafanya hijama ikawa sababu ya kudhoofika mwili wake, swaumu ikamshinda. Lakini ikiwa kama hajadhoofika, haiharibu swaumu yake wala haimfanyi yeye yale. Wadhahaba ba'dhum ila annaha tufattir, na wengine katika wanazuoni wakaona kuwa hijama inamfanya mtu swaumu iharibike. Wastadallu bihadithi Shaddad ibn Aus wa Thawban radhiyallahu ta'ala anhuma, wakastadili na hadithi ya Shaddad ibn Aus pamoja na Thawban Allah awaridhie,
anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wa mtume alayhi salatu wasalam amesema aftara al-hajim wal-mahjum, amefturu mwenye kufanya hijaba na mwenye kufanyiwa, bimaana wote wawili wanakuwa wamefanya nini? Wamefturu. Na hadithi zote hizi mbili ni sahihi. Iko kwenye sahihul jami, na vile vile iko katika al-jami' as-sahih ya al-imam al-Muqbil rahimahullah ta'ala, sawa. Lakini warajih qawlu al-jumhur, na rajih katika masala haya ni kauli ya wengi katika wanawazuoni. الراجح ni kauli ya wanawazuoni wengi kuhusu masala haya ya hijama. Kisha wakajibu baadhi ya wanawazuoni kuhusu hii hadithi aftar al-hajim wal mahjum, amefturu mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa. Wakajibu wakasema maana yake yule ambaye anafanya hijama, yani ana uhakika kuwa labda ile damu inaweza kaingia kipindi kwa anamchota damu mwenzake anatumia mdomo. Kwa hiyo akasema huyu huenda damu inaweza kafanya nini, ikapenya ikaingia kwenye kinywa chake, ikapenya mpaka kwenye koo, kwa sababu ya kufuturu. Na yule ambaye anafanywa hijama huenda anaweza kuwa na udhaifu ukampelekea kufanya nini, kwa sababu ya kutolewa zile damu ikampelekea yeye kufanya nini, kufuturu. Ndio wakasema hivyo. Kwa bimani amtaki mteka mtu damu afanye isiingii ndio kwenye koo yake, na yule ambaye mwenye kutolewa damu asiwe na udhaifu kampelekea kufuturu, bimani somo yake ipo. Na wengine wanawazoea wakajibu wakasema kuwa hadithi hii ya kuwa atakayefanya hijama na kufanyiwa wote wamefuturu imefutwa na hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, imefutwa na hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Na haya maneno kayataja Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari, vile na al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah kwenye Asharh al-Mumti'. طيب kisha akasema Sheikh rahimahullah au imna'in bimubashara, wa hadha al-mufsid al-khamis, najidi kitengozi cha tano, wa huwa khuruj al-mani bimubashara, fa idha bashara fa kharaja minhu al-mani fasada sawmuhu, ni mtu kujichezea mwenyewe au labda kuchezewa na mwingine, sasa atakuwa ni mke wake au mume wake, maji ya uzazi yakatoka, kipindi hicho swaumu nafanya nini, inaharibika. sawa. Warajih annahu inma yufsidu sawmahu idha ta'ammada ikhraj al-mani, na kauli rajih ni kuwa saumu yake inaharibika ikiwa kama atakusudia kujitoa maji ya uzazi, kama atakusudia kujitoa maji ya uzazi, sawa. Ikiwa kama yeye ndo atafanya nini, atajisababishia mwenyewe. Lakini kama yametoka basi pasina yeye kusababisha, mfano mtu ambaye kajitoa maji ya uzazi peke yake, mtu ambaye kajitoa maji ya uzazi peke yake kwa makusudi, huyo saumu inakuwa imefanya nini, imeharibika. Ama ikiwa kama atatazama katika mambo ambayo inajuzu kuyatazama, sawa, pasina ya kuwa na ujuzi kuwa hayo mambo ni sababu ya kutokwa na maji, akajikuta anatokwa na maji ya uzazi pasina ya kukusudia, kipindi hicho saumu yake haiharibiki. Na maneno yanataja Imam Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala kwenye kitabu
kama sikusahau ni kitabu na kisahau, lakini Imam Shawkani rahimahullah ta'ala kayataja maneno kwa kama itatokea kwa yule aliyeswaumu akawa amejitoa maji ya uzazi kwa makusudi au kufanya kitu chochote kile ambacho kitasababisha kilete matamanio mpaka maji ya uzazi yatoke, kipindi hicho atakuwa somo yake imeharibika. Ama ikiwa kama atajikuta amefanya jambo bila kukusudia, maji ya uzazi yakatoka, kipindi hicho somo yake ifanye nini? Haiharibiki. Sawa? Na ndio kama yule mtu ambaye kalala mchana wa Ramadhani kisha akajiotea akatoka na maji ya uzazi, kipindi hicho somo yake haiharibiki. Kwa hivyo katika vitu ambavyo vinaharibu nini? Swaumu. Nadhani tumechambua vile ambavyo vinaharibu na ambavyo haviharibu katika maneno yetu haya ambayo tumetangulia. Ila Sheikh rahimahullah akasema illa man aftara bijimaa, isipokuwa yule ambaye ataharibu saumu yake kwa tendo la ndoa. Alifanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Kwa Waislamu hili tutalizungumzia kwenye kikao kingine insha Allah. Lakini hivi ambavyo tumevitaja ambavyo vinaharibu swaumu, kutoa tendo la ndoa peke yake, vile vikitokea kwa mtu atalipa peke yake hiyo swaumu bila ya kafara. Bimaana baada ya Ramadhani atailipa bila ya kafara. Atalipa bila ya kafara. Kwa hiyo insha Allah Mtume alayhi salatu wasalam akazungumza kuhusu masala man akala au shariba wa huwa swaim nasiya, mtu ambaye atakayekula au kunywa hali ya kuwa amesaumu kwa kusahau. Mtume alayhi salatu wasalam anasema man nasiya wa huwa swaim fa akala au sharib, atakaye sahau aliyakuwa amesaumu akala au akanywa, falyutimma sawma, basi mtu huyo atimize saumu yake. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, Allah ndiye amekamlishiza na kumnyesheza. Bibana yeye hana dhambi kwa sababu amekula na kunywa kwa kusahau. Kwa hiyo ataendelea nini? Saumu yake. Sawa? Kwa hiyo nadhani mpaka hapo tutakuwa tumeelewa hivi vitenguzi ambavyo tumevitaja, ambavyo labda wanaozona wamekubaliana kwa hivyo na vile ambavyo hakukubaliana kwa hivyo. Mfano hijama wakaleta kauli kuwa hayaribu swaumu, na tukataja pale kwa ufupi mambo haya. Na vile vile kutapika wakasema kuwa hayaribu swaumu, tukataja baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na hayo. Ama mengine yote ambayo tumeyataja yanaharibu swaumu ni kuwa mtu huyo siku ambayo Ramadhani tamalizika, hiyo siku atailipa peke yake bila kafara. Ama tendo la ndoa lenye kuna baadhi ya mambo, ukifanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani utafanya nini? Hayo tutayataja kwenye kikao kitakachokuja insha Allah, nikimuomba Allah atukubalie saumu zetu. Vile tunamuomba Allah atuthibitishe kunako Uislamu na Sunna. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum.